Kwa majina naitwa Fatma Mavura Msuya, mshiriki wa AfriAI Lab 2025 kwenye kozi ya Advanced AI. Katika kozi hii tumejifunza mambo mengi, ikiwa ni pamoja na namna ambavyo AI inaweza kusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku. Na katika group letu sisi tuliweza kuchagua wazo la kutengeneza mfumo ambao utaweza kuzuia poaching, ama kwa Kiswahili tunaweza tukasema ukamatwaji au ujangili, especially kwa nyama kama tembo. Project yetu ilikuwa inahusu WildTech AI, ambapo WildTech AI ni kama system au mfumo ambao unatumika na watu walioko kwenye hifadhi za wanyama ili kuweza kutofautisha kati ya wanyama au majangili wanaokuja kufanya ujangili kule kwenye hifadhi zao. Hivyo basi mfumo wetu ulikuwa una watu watatu, ambao kulikuwa kuna manager ambaye anahusika kumanage kila kitu, alafu pia kulikuwa kuna maofisa ambao ni wa IT na mwingine ni wa patrol, ambao hao kwa kawaida walikuwa wanafanya kazi za kulinda kwenye mfumo au pia kulinda wanyama. Specifically kulinda wanyama ilikuwa ni patrol officer, lakini kulinda mfumo ilikuwa ni ICT officer. Na kwa nini tulichagua wazo hili? Tulichagua kwa sababu tembo ni mnyama ambaye ni muhimu katika maisha yetu na ni moja ya sekta ambazo ni muhimu sana za utalii. Kwa kulifahamu hilo, tukaamua kuja na wazo hilo la kutengeneza a system ambayo itakuwa powered with AI kwa ajili ya kuweza kudetect unusual movements kwenye hifadhi za wanyama, mfano kama Serengeti, na tukaweza kufahamu kwamba labda katika wakati huu mnyama huyu kama tembo labda sasa hivi yupo katika hali gani na pengine yupo katika hatari, hivyo watu ambao wanahusika katika hifadhi wakaweza kwenda kuchukua hatua mara moja na kwa haraka. Tunatamani sana ikaweze kutumika katika hifadhi zote za wanyama nchini Tanzania ili tuweze kulinda rasilimali za nchi. Lakini pia tunatoa shukrani za dhati kwa chuo cha Dodoma, lakini pia na chuo cha Nelson Mandela kama mafanda wetu wa Advanced AI Short Course, ambao hadi leo wameweza kutufanikisha. Tumeweza kupata vitu vingi sana ambavyo tunaahidi kama timu wote tuliopata hii course tutaenda kutumia kusolve matatizo mbalimbali yaliyopo nchini Tanzania, lakini pia na kwa dunia kwa ujumla kwa kupitia AI.